nidhamu ya kirasilimali iliyojengwa juu ya itikadi ya kiilmani, faslu din anil haya, ya kutenganisha maisha na dini, imezalisha nidhamu ya ijtimai, social system, kujenga mahusiano kati ya mwanamume na mwanamke kwa sifa yao kama mwanamume na mwanamke. Tuona nidhamu yao ya kijamii ni nidhamu iliyojaa faudha. Tuona kuenewa kwa fasadi kwenye mgongo wa ardhi, uchafu wa kila aina, kwani mfumo umefeli kujenga mahusiano ya kuendelea ya kheri yenye kuleta natija nzuri katika mujtama. Umefeli kujenga mahusiano haya kati ya mwanamume na mwanamke katika mujtama. Kwa ufupi, nidhamu yao kama ilivyo nidhamu ya kiuchumi na ya kiutawala zimefeli, na nidhamu yao ya kijamii umefeli pakubwa mno. Ndugu Waislamu, haina haja mtu kuchimba sana kutoa mifano ili iweze kubainika machafu yaliyo katika nidhamu ya kijamii ya kirasilimali. Twaona leo wanaume na wanawake mahusiano yao yamekuwa ni mahusiano ambao ni siraa, ni mvutano, friction kati ya mwanamume na mwanamke. Kila mmoja anataka yeye ndio awe katika kichwa ya familia. Nidhamu iliyokosa kupangia mahusiano haya kheri. Na tunaona baada ya hapo masala ya nasaba imetupiliwa mbali. Mpaka juzi katika Supreme Court ya nchini Kenya kuhalalisha mtoto wa mwanaharamu, yani mtoto wa haramu, mtoto aliozaliwa nje ya ndoa, kupewa haki katika mirathi. Nidhamu ulofeli kupangia wanadamu mambo yao. Allah azza wa jalla kutoka kuumba Adam alayhi salam, kiumbe ya kwanza, mpaka yule atakayekuwa wa mwisho katika mgongo wa ardhi kuumbwa, Allah ametuumba na ghariza, ametuumba sisi na hisia msingi, ametuumba sisi na primary energy, msukumo wa hisia ya kutaka kuhifadhi maisha, ya kutaka kuabudu na kadhalika, ya kutaka kuendeleza kizazi. Ghariza hii ama hisia hii humsukuma mwanadamu kutaka kuwa baba, humsukuma mwanadamu kutaka kuwa mama, humvutia mwanamume kwa mwanamke na mwanamke kwa mwanamume. Ni jambo la kimaumbile Allah ameumba kwa wanadamu. Lakini ghariza hii akiachiwa mwanadamu aishibishe kwa msingi ya hawa, kwa msingi ya kwamba ana huria tu shaksia, anaye uhuru wa kibinafsi, afanya atakalo, basi tuona leo kumezuka faudha katika nidhamu ya kijamii. Mahusiano haya imefanywa ni mahusiano duni. Mwenyezi Mungu anasema ni mithaqul ghalidha, yani ni makubaliano ambayo ni very serious, si jambo la mzaha ndani yake. Ni mithaq, alikuipatia kwa sifa ya aqdi, licha kwamba ni aqdi, ni mkataba, lakini akaita mithaq kuonesha ni makubaliano ambayo ni serious kabisa, kila mmoja na jukumu lake. Hapa imekuja fikra za LGBTQ kwamba mwanamume ana haki ya kujiita mwanamke na mwanamke anasema ana haki ya kujiita mwanamume. Anasema yeye ni mwanamume kwenye mwili ya kike, na mwanamume anakuambia mimi ni mwanamke kwenye mwili ya kike, kwenye mwili ya kiume. Ndugu Waislamu, mahusiano haya yamefanywa kuwa ni mahusiano ya kinyama. Umejenga udume katika mahusiano haya, kitu inaitwa the alpha male ambao upatikane katika wanyama. Mfano, simba huondolewa katika boma lake na simba mwenzake, na wakipigana kishashindwa yawacha wakeze na wanawe. Yule simba anayeshinda anaingia katika ile boma, wale watoto wake wote anawaua. Inaitwa the alpha male, mwenye nguvu mpishe katika nidhamu ya kihayawani. Ama wanadamu tuko tofauti. Sisi tunapangiwa, kwani Mwenyezi Mungu alitunyanyua daraja yetu juu ya malaika. Sisi ni zaidi ya malaika. Lakini pindi tunakuwa ni wenye kwenda kinyume na nidhamu yake, kwenda kinyume na sheria zake, tunakuwa
asfala safilin, tunakuwa chini ya wanyama. Ndugu Waislamu, Allah azza wa jalla alipanga nidhamu hii, nidhamu ya mwanamume na mwanamke katika nidhamu ijtimai kwa mipangilio maalum, ili wakikutana hawa wawili, mwanamume na mwanamke, kwa sifa yao kama mwanamume na kama huyu mwanamke, waweza kukutana kwa hali nyingine. Mwanamke anaweza kuja dukani kama mteja, sio kama mwanamke, kama mteja, na wewe ukamuuzia sio kama mwanamume, kama mfanyabiashara. Mahusiano haya huwa yaishia pale pale. Lakini pindi mwakutana kwa sifa kama wewe ni mwanamume na huyu ni mwanamke, basi sifa hii inahitajiwa nidhamu, kupangiwa vipi atapeleka ile maisha. Kwani kukutana kwa hawa wawili huzalisha mengi ndani yake, kupatikana watoto, masala ya silatul rahm, mahusiano ya nasaba, mahusiano ambayo si ya nasaba, kama mfano kwa upande wa baba, kwa upande wa mama, masala ya mirathi, haki ya malezi, haki ya usimamizi, masala ya talaka na mengine. Yote haya yahitaji kupangiwa nidhamu. Lakini mfumo wa kirasilimali malasaf imefanya wanadamu leo kuidunisha mahusiano haya, wakaifanya ni mahusiano ya starehe. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ayati chungu nzima kwa mahusiano ya hawa watu wawili katika suratu Nisa. Muashara bil ma'ruf, kuishi katika wema kati ya hawa watu wawili, imefunganishwa na nidhamu ya kijamii ya Kiislamu. Jambo hili halipatikani katika nidhamu ya kikafiri. Tuwaona hawa wasanii na baadhi ya stars ya sports kama wachezaji boli, mali zao waziandika katika jina ya mama zao, kwa sababu wengi ya wanawake wamekuwa ni gold diggers wanavyowaita. Ataolewa baada ya miezi miwili adai talaka yake ili achukue nusu ya mali ya mume wake. Ndugu Waislamu, Uislamu ni nidhamu ambao hauleti mgongano kati ya hawa wawili, bali yajenga mawadda wa rahma, inajenga mahaba kati yao na huruma baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala kitaja kuhusu masala ya alqiwama ama qawama, arrijalu qawamuna ala nisai bima fadhala Allahu ba'dahum ala ba'd. Mwenyezi Mungu amejalia wanaume kuwa ndio wasimamizi juu ya wanawake. Masala ya qawama hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwa sifa ya rijal na nisa, hakuja kwa ile sifa ya dhakar wal untha. Mwenyezi Mungu akitaja haki, kama mfano haki ya mirathi, hutaja masala ya dhakar wal untha, hutaja kwa hiyo sifa, kwa sababu ni jambo la haki. Yoyote mwenye sifa ya kiume apewe fungu fulani, wa kike apewe fungu fulani. Lakini hapa haikutaja masala ya haki, imetaja masala ya majukumu, masuliya. Ndio Mwenyezi Mungu akasema arrijalu, hakusema dhakar wala nini. Wanaume muna masala ya qawama, usimamizi juu ya wake zenu. Hii aya iko katika suratu Nisa aya ya 34 katikati katika sura, lakini zitalungulia aya zingine kabla ya aya hii, na zilikuja aya baada ya aya ya qawama, kama masala ya nushuz, wanawake kuwa rebellious. Baada tu ya usimamizi Mwenyezi Mungu kumpatia mwanamume, akasaja mwanamke mwenye ujeuri afanywe nini, mwenye kumaasi mume wake katika usimamizi, ikaweka utaratibu wake. Kabla yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Mwenyezi Mungu anatuambia kabla kutupatia masala ya qawama kwamba ametuumbieni sisi kutoka katika nafsi zetu wenyewe. Katika nafsi zetu ametuumbia wake. Mwanamke ama mke ni sehemu yetu sisi, kwa maana wana complement, yuwakamilisha jambo lako. Ndiposa Mtume alayhi salatu wassalam anasema ukisha kuoa umekamilisha nusu ya dini.
Enyi Waislamu, na kabla ya hapo Mwenyezi Mungu anatuambia waashiruhunna bil ma'ruf, muishi na wake zenu kwa maarufu, sio katika friction, sio katika mvutano. Usimamie mke wako katika masala ya nafaka, umsimamie katika masala ya amn, security yake. Mwanamke akikuomba ruksa ya kwenda harusini, maharusi zetu hizi za mitihani za usiku hizi, juzi wajua watu udhania kujengewa maflyover na kupanuliwa mabarabara na kuwekewa mataa ya barabara ndio maendeleo. Hivi Nairobi hapa kaliki, hakuna raha. Juzi watu wametoka katika maasi yao ya disco, wakasubiriwa wakaporwa moja baada ya mwingine, na wengine katika hoteli ya kifahari wamevamiwa, wamenyang'anywa vitu vao vya thamani. Wenye kuja kuwavamia na kuwapora mali yao wamekuja kwa silaha. Hakuna amni, kuna hofu imetanda katika ulimwengu. Licha tunaona maendeleo hapa na pale ya kimadania, material progress, lakini mahusiano ya wanadamu yanazidi kuzorota. Ndugu Waislamu, mfumo wa kirasilimali unakuja na vipimo ya hatari katika mahusiano haya. Mwenye kusimamia mkewe na watoto anachukua sifa ya rujula, anachukua sifa ya kuwa ni mwanamume ya kikweli. Kukua rijal ni kusimamia nyumba yako. Uhakikishe wewe kukua rijali ndio unakuwa kifua chako iko mbele ya moto yote ambayo ya dunia itakayefikia ahli yako. Wewe uko mbele kuzuia ufukara kuingia katika nyumba yako. Wewe uko mbele kuzuia kila aina insecurity kuingia katika nyumba yako ya mkeo na watoto yako. Na wewe uko mbele kushika mkono ya mkeo na watoto muingie pepo, mwepuke na moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndiyo maana ya kuwa rijali. Masala ya familia ni masala msingi katika umma. Sote hapa tumejengwa na familia. Sote hapa tutoka kwa baba na mama. Tutoka kwa nyumba fulani. Nyumba hizi ndio zimejenga umma. Leo tumeweza kujaa katika huu msikiti Masjid Taqwa. Hii imezalishwa na nyumba na ndoa, nidhamu ya kijamii. Kwa hivyo mahusiano ya watu hawa wawili si mahusiano ya shahwa. Shahwa ni jambo la wakati, dakika 2, 3, 10 umemaliza. Lakini hii mahusiano ni ya kuendelea. Kuna kuzalisha ummat Muhammad alayhi salatu wasalam kwa kukutana hawa watu wawili. Kwa hivyo tusichukulie kama ni jambo la upuzi ama ni jambo la kawaida. Tunachukulia ni ada tu watu kuingiliana kati ya mwanamume na mwanamke. Tusichukulie kwamba ni biological function. Hili ni jambo Mwenyezi Mungu ameiweka kama amana. Mke wako ukimruhusu usiku kwenda harusini na yakamfikia atakaomfikia katika ile hali ya kwenda harusini, ima kwa kwenda ama kwa kurudi, hiyo dhambi waipata wewe, kwa sababu almasala alqawama iko juu ya shingo yako. Usimamizi ya yule mwanamke, security yake, ndio na sheria ikaweka mwanamke hatoki katika nyumba ya mume wake ila kwa ruksa ya mume wake. Sio kwa sababu mume ana ubwana juu ya mke wake. La, hatuna ubwana wala hatuna ufalme wala utawala juu ya wake zetu. Tuna usimamizi, masulia, ni amana. Mwanamume yuko nje, yajua hali ya nje, ndio mkewe amwombe ruksa ili aweze kutoka arudi nyumbani kwake salama salimini. Ikiwa wao una uhakika mkeo kutoka masaa 4 za usiku na kurudi masaa 6 za usiku, saa 7 hayana shida kwake yeye, mruhusu. Lakini ujue masulia ni kwa shingo yako. Chochote kitakachomtokea mkeo, enyi Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiweka masala ya kawama kuwa ni masala ambayo ni muhimu zaidi. Ni baada tu ya aya hii ya kwamba mwanamume amepewa nafasi na jukumu hili la kusimamia mke na familia, ikakuja masala ya mke kuwa ni asi, hamsikizi mume wake. Uislamu ukaweka utaratibu, kwa sababu mwanamke haangaliwi. Unajua mfumo wa kirasilimali imecreate what you call career women,
kwamba value ya binadamu ni ile anachokizalisha katika bidhaa na huduma. Mfumo wa kirasilimali imemtoa mwanamke katika nyumba ya mume wake ili aingie katika uwanja wa kufanya kazi, kwa sababu wao wanaitakidi katika nidhamu yao ya kiuchumi, tatizo la kiuchumi ni uhaba na uzalishaji ndio suluhisho. So kila mmoja azalishe katika bidhaa na huduma. Sasa ikajenga thamani ya binadamu kwa msingi ya uzalishaji. Mwanamke ambaye yuko career woman anadhania thamani yake na kwenda kiwango cha paycheck yake. Si katika Uislamu. Uislamu inaangalia mwanamke kwa mtazamo tofauti. Inaangalia mwanamke ndiye heshima katika jamii. Kuvunjiwa heshima mwanamke mmoja inatosha kuwa imevunja heshima ya jamii mzima. Angalia katika tarehe yenu. Pindi Waislamu walijua thamani ya mwanamke ni heshima katika jamii. Mwanamke mmoja wa Kiislamu kuvunjiwa heshima na jeshi wa Kirumi maeneo ya Asham, Arumia, Amuria, ilibidi Mu'tasim billah, khalifa katika khilafa ya Banu Abbas, ndani ya mwezi wa Ramadhani, yeye na jeshi lake, baada kupata kilio ya mwanamke akisema, ya Mu'tasima, ewe Mu'tasim, uko wapi kuhifadhi heshima yangu? Kuandaa jeshi hata wasipate muda wa kula futari yao, kwenda kuhifadhi heshima ya mwanamke mmoja. Na kwa nini asifanye vile wakati yeye alikuwa anaamini kwamba mtume wake ni Muhammad alayhi salatu wasalam? Si mtume wenu aliyehifadhi heshima ya mwanamke mmoja katika soko ya Mayahudi? Licha ya uovu wake Hajjaj ibn Yusuf, lakini sababu katika sababu ya kukombolewa bara Hindi, Al-Hind, kumtuma Muhammad ibn Qasim ibn Muhammad al-Thaqafi, kijana mdogo wa miaka 17, kuongoza jeshi na kufanya fathu ya Al-Hind, ni kwa sababu ya kuhifadhi heshima ya wanawake waliokosewa adabu na mabaniani. Enyi Waislamu, mwanamke haangalii kwa thamani ya paycheck, wala yeye asidhanie thamani yake katika msingi ya ile pato analolipata katika mshahara wake ama cheo katika kazi. Thamani yake ni default, ni natural, kama yeye mwanamke ni heshima by default, na yeye ndiye mama katika jamii, hakuna mwingine. Mfumo wa kirasilimali leo unaambia unaweza kulelewa na mtu mwanamume akawa ndio mamako. Katika Uislamu mwanamke pekee mwenye sifa ya mama, hakuna mwingine. Ndugu Waislamu, na hasa enyi mashababu ambao bado mwatarajia kuingia katika maisha haya ya ndoa, mujue mna majukumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Wake mtakaowaoa na watoto mtakaowapata ni amana ambao mtakuja kuhesabiwa juu yake. Kuwanyima katika uwezo wako ya mali ni masulia kesho, lau utawacha watoto wako wanalala njaa na ile hali na uwezo wa kuwapa kula. Ama wache wahangaike na ile hali na uwezo ya kuwafanyia. Sifa ya kuwa rijali ni sifa hiyo, kwamba wewe unakuwa mbele, unazuia maafa ya aina yoyote kufikia mke wako na watoto wako. Hii ndio masuala ya kawama, sio ubosi, sio kumkandamiza yule mwanamke. Ndio hapo utaelewa hadithi ya mtume wetu alayhi salatu wassalam pale aliposema, khairukum li ahlihi, mbora wenu ni mbora kwa ahli yake, kwa mkewe na wanawe. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ndiye mbora kwenu nyote, kwani mimi ndiye mbora zaidi kwa familia yangu. Ubora wetu yuko katika usimamizi ya wake zetu na watoto wetu. Tusichukulie nyumba kama ni jambo la ada, ukadhania baba akaoa na mimi tu nitaoa. Hii ni amana. Uislamu umepanga nidhamu kati ya mwanamume na mwanamke, sio unavyotaka wewe kwa hawaya nafsi yako, wala yule mwanamke pia si kwa hawaya nafsi yake. Wala si unyonge kwa mwanamke kumwomba mume wake ruksa ya kutoka, wala si unyonge kwake yeye pindi atanyimwa ruksa kutoka, bali ni izza, ni utukufu kwake yeye, kwa sababu yeye ni kitu cha thamani, sio rahisi, na nafaa kuhifadhiwa
na yule aliyemoa. Uislamu kaweka haki ya wanawake katika mahusiano haya. Mwanamke ana haki katika mali ya babake, katika mirathi. Kesho akirithi mali ya babake, hiyo si mali ya mume wake, ni mali yake. Lakini akichagua kumpatia mume wake, basi unachukua hanian maria, unaichukua. Lakini sio kwa sababu ya kawama udhania una haki juu yake. Ile ni haki, fungu lake kutoka kwa babake, mirathi si yako. Lakini mwanamke akichukua position ya kwamba yeye atafanya kazi na wewe mume wake ufanya kazi, ina maana ile jukumu lake kama mke, sehemu ya ile kazi yake ya asili kama mama na mlezi itapungua, ambao sasa baadhi yake itashikwa na nani? Na mume wake. Basi na ile pato lake una haki ndani yake, haizi kuwa ni yake tu, kwa sababu yuko katika ndoa, ampewa ruksa na mumewe. Mumewe ana consolidate sehemu ya kazi yake ambayo ilikuwa ni asili wajibati yake huyo mke. Kwa hivyo katika ile pato, kwa sababu ya maisha leo inavyokwenda, inaweza fika hiyo hali mke pia akafanya kazi, kwa sababu mfumo inalazimisha mwanamke atoke pia aingie kazini, jambo ambalo katika tarehe ya Uislamu hakuna. Leo tunaambiwa maulama wakubwa, iwe ni Imam Ahmed bin Hanbali, iwe Imam Shafi'i, iwe ni maimamu wengi ambao tunaojua katika tarehe yetu, mukhlisina ambao mabingwa katika tarehe yetu, nyuma yao walilelewa na mamama sawa. Mamama walikuwa na nafasi ya malezi. Tasawar leo wewe wamama wa leo na career women, hiyo nafasi ya kulea mpaka mtoto awe ni Imam Shafi kama Imam Shafi ni vigumu. Ndio leo jamaa anasema leo tunasubiria Salahuddin al-Ayyubi aje akomboe al-Quds. Hatuwezi kupata Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin alizaliwa katika mazingara ya kuzalisha Salahuddin. Huu mfumo tunauishi ndani yake haizalishi Salahuddin. Ni mpaka tuibebe hii thakafa kiuhakika, uisimame ile mazingira kumzalisha huyu mtu. Miaka 2 na yenda 3 nidaa ya umma ndani ya Gaza iliangukia masikio viziwi visiosikia, lakini nidaa ya walishi katika State House tunaambiwa zaidi ya maimamu 9,000 walienda. Ziko wapi hizo mimbar 9,000 zitokote kwa sababu ya Gaza? Usimamizi kawama inakulazalisha wewe kuwa ni rijali, lakini huu mfumo wa kirasilimali inawafanya kuwa ni riali, ni vitu vya kuhesabika, thamani ya pesa. Enyi Waislamu, urujula haiangaliwi kiwango ya pesa ulionayo wewe. Kukuwa mwanamume sio kuwa na pesa nyingi, kuvaa nguo ya kifahari, kushaini katika TikTok na kwengine. Kukuwa mwanamume ni kubeba majukumu. Kukuwa mwanamume ni kuweka kifua chako mbele, kuhifadhi mkeo na watoto wako. Kukuwa mbele, kuhifadhi heshima ya jamii, nao ni mwanamke. Usikuwe wewe ndio uko mbele kuvunja heshima ya madada zetu, bali tuwahisabu pindi wanakuwa ni wenye kukosa. Hii ni amana. Masala ya kawama ni amana, na mtakuja hisabiwa juu yake. Jambo ambalo ni jukumu umekuja kwa sifa ya rijali na isa, ama masala ya haki hukuja katika sifa ya dhakar na untha. Kwa haya na wanasihi mahusiano haya, pindi unaingia ndani yake ujue unaingia katika ibada iliyopangiwa sheria zake na nidhamu yake kamili. Ghariza hii ya kuendeleza kizazi si ghariza ya kushibisha hawatu na shahwa yako, bali ni ghariza ambayo iliyopangiwa nidhamu. Juu yake hupatikana majukumu na juu yake huhesabiwa mwanadamu juu yake, iwe ni mwanamume ama mwanamke. Ndugu Waislamu, tuweni marijali
wala tusikubali kujengwa katika hiki nidhamu kwa mariali. Msidhanie kumpatia binti yako mwenye pesa ndio umehifadhi mtoto wako wa kike. Mtume alayhi salatu wassalam anasema akija mwenye dini yake basi mumpatie mtoto akitaka kuoa. Lakini leo mwenye dini ndio anayefanywa chini na mwenye senti ndio anainuliwa juu, hata kama ni mlevi na mzinifu. Hizi ni vipimo za kirasilimali, vipimo ya kimadia ya material. Mkadhania kukuwa riali ndio sawa sawa kuliko kuwa rijali. Alafu huyo mwenye senti anakuwa kama dayuth, hana ghera, hata na mkewe akitoka sitoke shauri yake, avae anavyotaka shauri yake. Amana imetoka. Mtoto wa kike anazaa watoto hawana misimamo. Umma itasimama vipi kesho? Swala Ijumaa itajaa vipi ikiwa mambo ndo hayo tunayapata katika misingi ya jamii, nao ni maisha ya ndoa isiyokuwa na msimamo? Tusiyachukulie masala haya ni dogo. Kujenga umma, kujenga marijali, kujenga atakayefanya tadhhiya katika dini ya Uislamu yahitaji baba na mama ambao kweli wana msimamo juu ya dini. Na haya hayapatikani kwa kusadif, yani kujitokeza kibahati nasibu. Ni jambo la kujengwa. Alifata mtu mmoja katika maulama akaambia, ni nasihi juu ya malezi ya mtoto wangu. Akamwambia, mtoto wako ana miaka mingapi? Akasema ana miaka 6 sasa. Akasema ushachelewa wewe. Ilikuwa ni pale kabla hujaoa umjue huyu mwanamke ni mwanamke aina gani. Hapo ndo malezi na kwanza. Msikae kudondoa watoto wa kike katika TikTok. Msikae kudondoa watoto wa kike ambao hawana heshima na nafsi zao. Hapo sio shahwa yako ndo muhimu. Kuna kizazi kinachokuja baada ya hapo. Kutakuwa na mababu, kutakuwa na maami, kutakuwa na wajomba na mashangazi. Mahusiano hao watu wawili inajenga mahusiano kubwa kati yao. Kwa hivyo msichelewe katika malezi. Malezi inaanza pale unapooa. Masala ya kusimamia malezi ya mtoto ni haki ya mwanamke. Ndio posa ikiwa mwanamke mfano amezaa, ameingiliwa na maradhi, hawezi kumwangalia mwanawe, inamrudia mama yake yeye aliyemzaa, mother in law. Hierarchy iliyowekwa na sheria ya Uislamu. Huyu mtoto anafaa apangiwe nidhamu vipi atakavyosimamiwa. Asiposimamiwa ni hatari, ni mchanga. Uislamu kaweka haki ya maziwa kwa ni haki ya baba. Mke hawezi kunyonyesha mtoto ambao si mtoto ya mumewe ila kwa ruksa ya mume wake. Lakini ikiwa hizi nidhamu na hizi sheria hatuyajui kabla ya ndoa na wala hatuyajui baada ya ndoa, tutarajia nini? Tutakuwa kama tunavyoona katika sinema. Mtoto wa kike ana maasi baba, lazima na mwanamume watakimbia, takuwa fujo mpaka mwisho wa sinema tuankubaliwa. Hii si Uislamu. Uislamu unasema muangalie mwanamke kwa lengo la kutaka kumoa, umuone mpaka uone unachokipenda kwake, uende umpose. Peleka maneno kwao. Sio mwanyonga yule kuku mpaka yuafa alafu baadaye mtakuihalalisha kwa kumchinja, shakufa. Uislamu si hivyo. Mtajenga jamii gani kesho ikiwa hili jambo, mahusiano haya mwaichukulia kitu jambo la ada? Walotutangulia katika kheri, walotutangulia katika masala kujitolea kwa sababu ya dini, wao pia walitoka katika nyumba ya baba na mama. Hakuteremshwa kutoka mbinguni. Nyinyi vijana ambao kesho mtaoa, nyinyi ndio mtatoa kina Salahuddin, nyinyi ndio mtakayetoa wakina Umar. Hakuna mwingine. Hawa hawakushukishwa, walizaliwa. Kwa hivyo nidhamu hii, nidhamu ijtimai na masala ya kawama hasa,
ni jambo ambalo ni amana. Kesho tutakuja kuhesabiwa juu yake, ni jukumu, wala si ubosi wala udikteta. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupa nafasi ya usimamizi huu, basi ukadhania wewe una udikteta juu ya mkeo, uanze kumkandamiza. Kabla ilivyo katika mfumo wa kirasilimali, tunaona kuna baadhi ya watu ambao wanajenga ile udume katika mahusiano yao na wake, kama hasa kuna huyu anaitwa Andrew Tate. Anajenga ile kwamba mwanamke ni kitu tu, sio heshima. Hii ni hatari. Msiwafate watu kama hawa. Fateni kitabu na sunna. Na jambo lolote mwarudie mashekhe wenu, waambie mahusiano haya yanapelekwa vipi. Msidhanie mahusiano haya kama ilivyopangwa katika Hollywood na Bollywood mkadhania enda hivyo. La hasha. Ile kuna director na producer. Wewe unaongozwa na wahi. Kuongozwa na director wala producer. Wa haya subhanallah.